Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin wakati alipofanya mazungumzo na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, moja kati ya jambo ambalo amelieleza Putin ni kwamba Netanyahu anapendelea kufanya mazungumzo kusuluhisha mzozo kati ya Israel na Iran kwa amani kabisa. Amezungumza hayo mnamo Alhamisi ya Oktoba 9 mwaka huu. Rais wa Urusi Vladimir Putin akiwa huko Tajikistan kando ya mkutano wa Asia ya Kati alifichua kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliomba Moscow kupitisha ujumbe kwa Teheran kuashiria upendeleo wa Israel kusuluhisha mizozo kwa amani na kuepusha makabiliano. Kulingana na shirika la habari la Sputnik, maoni haya yanakuja wakati wa mvutano mkubwa huko Asia Magharibi na vitisho vya mara kwa mara vya kuchukua hatua za kijeshi. Urusi imejiweka kama mpatanishi kati ya Iran, Israel na wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA. Huku kukiwa na kukwama kwa diplomasia ya nyuklia, Moscow inataka kujionyesha kama yenye nguvu ya kuleta utulivu katika kanda wakati inadumisha uhusiano na Tehran na Tel Aviv. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba Iran kwa sasa haiwezi kufanya mazungumzo na Marekani ambayo ndio yenye ukaribu zaidi na Israel. Zaidi, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameiomba Moscow kuwa msuluhishi kati ya Israel na Iran. Mara kadhaa Iran ilikuwa ikieleza kwamba Israel ipo katika mpango wa kufanya mashambulizi dhidi yake na kwamba ilijiandaa vema kwa ajili ya mapambano wakati wowote. Na hivyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akaona njia pekee kwa sasa baada ya kumaliza vita katika ukanda wa Gaza sasa ni kuondoa uhusiano uliodorora kati yake na Iran. Tulipokea jumbe zinazotutaka tuwafikie marafiki zetu wa Iran kwamba Israel imejitolea kutatua masuala na haina nia ya makabiliano, anasema rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Kuhusu mazungumzo na IAEA, rais wa Urusi Vladimir Putin pia amesema kwamba Rafael Gross, mkuu wa IAEA, alisisitiza dhamira ya Iran ya kutatua masuala yote. Bado kuna masuala ya kiufundi, lakini makubaliano yanapotekelezwa yanaweza kuandaa njia ya suluhu la mwisho kuhusu suala hili tata la kikanda. Lakini pia rais huyo wa Urusi Vladimir Putin ameelezea juu ya msimamo imara wa Iran katika masuala ya nyuklia. Tunahisi washirika wetu wa Iran wamedhamiria kupata suluhu zinazokubalika na kuanza tena ushirikiano wenye kujenga na IAEA. Putin alizungumza kwenye mkutano wa kilele huko Asia ya Kati, Dushanbe, Tajikistan, na alithibitisha kwamba mawasiliano ya majuzi yanayoegemea uaminifu wa Israel yataendelea. Urusi inasalia katika uratibu wa karibu wa Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia. Moscow imesisitiza kuwa suala la nyuklia la Iran linaweza tu kutatuliwa kupitia diplomasia na mazungumzo. Ombi la Israel kama lilivyowasilishwa na Putin linaweza kuashiria jaribio la Netanyahu la kupunguza mvutano na Tehran kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja, huku njia za nyuma za diplomasia zikiwa wazi kupitia Urusi. Mzozo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kwa muda mrefu umekuwa gumzo kati ya Tehran na Tel Aviv. Israel imetishia mara kwa mara mashambulizi ya kijeshi, huku Iran ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa. Urusi inakabiliwa na mzozo wake wa kijiografia na nchi za Magharibi na imejaribu kupanua ushawishi wake katika diplomasia ya Asia Magharibi kwa kupatanisha kati wapinzani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu mengi yanayojiri duniani.